Kuna hoja ambayo mimi naizungumziaga sana. Mheshimiwa Mkurugenzi, kama itakupendeza pia ukubali hii. Twendeni tukaanzishe mnada mkubwa pale Nyororo. Ukitafuta eneo pale, ukitenga pesa kidogo hapa kwenye budget, ukanunua eneo pale Nyororo ambako ni center, ni katikati, kila mtu ataweza kufika, hali ya hewa inaruhusu, ukawa na mnada wa kila Ijumaa au Jumamosi kama wenzetu wanafanya Dodoma. Kila Jumamosi ikifika, wakulima wetu watapata mahali pa kupeleka bidhaa zao. Leo mazao ya wananchi yanauzwa kwa bei ndogo sana, kwa sababu wakati mwingine hawana pa kupeleka. Wale wanaokuja kununua viazi na kulangua tu vijijini watakuja kuchukulia pale kwenye mnada kila Jumamosi. Mazao kama mahindi watakuwa na mnada pale, na lile gari likija kutoka Dar es Salaam kufuata viazi au mahali pengine, likifika pale italipiwa, tutapata hela parking. Nilikuwa hapa takwimu juzi, kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo Dr. Samia amefanya kwenye maboresho ya bandari, hata magari yanayopita pale Tunduma leo yameongezeka, yanatoka nje ya nchi kutoka 51,000 mpaka 165,000. Na hayo magari manake yanapitia hapa kwetu. Wale wanaopita wote wakijua kwamba kuna mnada mkubwa pale Nyororo na mzuri, watasimama, watakula nyama choma, wataendelea. Ni recreation. Lakini lazima tufikirie vyanzo vingine vya ziada nje ya vyanzo tulivyovizoea, kwa sababu kwenye miti tunategemea 70%. Iki drop down, manake leo halmashauri yetu kutoka 10 billion tutakuwa kusana 3 billion. Tutaishije? Upande wa utendaji tunalichukua kwa sababu baraza limeridhia, tutaweka katika mchakato wetu wa bajeti hii sehemu ya fedha, ili hatua za awali ikiwemo kutafuta eneo tutaifanya. Pia ukiangalia kwenye bajeti yetu tumetenga fedha kwa ajili ya kutoa fidia ya kutoa maeneo kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo tutaongezea na kifungu cha wawekezaji na kifungu cha mradi wa halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa mnada eneo la Nyororo. Niendelee kusema kwamba tumepitisha bajeti ya kujifunga mkanda, kwa sababu bajeti hii inategemea sana makusanyo yetu ya ndani. Bajeti hii inategemea sana mapato yetu ya ndani. Bajeti hii inategemea sana ushirikiano wetu katika kukusanya mapato. Kwa sababu nasema ya kujifunga mkanda kwa sababu bajeti hii ndio inaitegemea kupeleka pesa 10% kwa ajili ya vijana, lakini bajeti hii ndio inaitegemea kupeleka 10% kwa ajili ya TARURA. Wote tunajua halmashauri yetu inategemea mazao ya misitu kukusanya. Kwa hiyo bila kutengeneza miundombinu, maana yake hatutafanikiwa kukusanya mapato kwa kiwango kikubwa. Lakini bajeti hii ni bajeti ambayo inakwenda kuleta matumaini kwa wananchi wetu kama tutatoa ushirikiano katika kuikusanya, katika kutekeleza mambo matatu. Jambo la kwanza, kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Lakini jambo la pili, kudhibiti utoroshaji wa mapato. Lakini jambo la tatu ni kudhibiti mapato yetu, mapato lindwa, kwa sababu nayo ni sehemu ya makusanyo yetu. Tunashuka ukusanyaji kiasilimia kwa sababu hatudhibiti mapato lindwa. Bajeti yetu ni bilioni 62. Na hii bilioni 62 inatokana na mradi mkubwa wa kata tatu, Ihalimba, Ifwagi na Ikongos, ambao ni bilioni 42. Mradi wa Malangali, Mbalamaziwa na Mbalamaziwa yenyewe, kuna mradi wa Mbalamaziwa ni bilioni 8 na mradi wa Malangali ni bilioni 7. Kwa hiyo ukiangalia hapo sio, haina uhalisia kwamba bilioni 3 tunayotengewa ndio hiyo inakuja. Huwa tunapewa na miradi, tunapewa pesa za nje ya budget ambayo ni miradi ya kimkakati. Vyanzo vya fedha vya miradi ya maji ni mfuko wa maji ambapo tulipangiwa bilioni 1, mradi wa bajeti ya serikali kuu ambao ni GOT milioni 335. Pia tuna miradi ya payment for that. Hii ni miradi ya Benki ya Dunia, yenyewe tulipangiwa bilioni 1.7. Hadi kufikia sasa tumepokea 41.5 ya bajeti nzima. Kwa mwaka huu natarajiwa kuwa na bajeti ya shilingi bilioni 3,485,255, ikiwa ni kwa ajili ya matengenezo ya barabara kama inavyoonekana katika jedwali hapo chini katika ukurasa wa pili, ambapo matengenezo ya kawaida ni kilomita 53 kwa milioni 150,255. Matengenezo ya muda ya sehemu korofi ni kilomita 13.3 kwa milioni 410. Lakini matengenezo ya muda maalumu ni kilomita 37.92 kwa milioni 500. Na fedha za tozo kwa maana ya mafuta, hiyo ilikuwa ni kwa matengenezo. Kwa fedha za mafuta
ni kilomita 100, tunategemea kutengeneza kilomita 144.47 kwa bilioni 1 na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu kama alivyotangulia kusema mkurugenzi, pamoja na kuzingatia mambo hayo, ina maeneo makuu matatu, ambayo eneo la kwanza ni mapitio ya utekelezaji wa kipindi cha mwaka mmoja uliopita ambao ulikuwa ni mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo halmashauri ya wilaya Mufindi ilikuwa na bajeti ya bilioni 60.9 na iliweza kukusanya jumla ya bilioni 60.1 sawa na 99.1. Leo tulikuwa na kikao cha kupitisha bajeti ya mwaka 2026-2027 ya halmashauri ya Mufindi. Kwa kweli tumejitahidi kuhakikisha kila kata inapata fungu lake, hata kama ni kwa kiasi kidogo, lakini kila kata imeguswa. Hata kata yangu mimi imeguswa, na hasa kwenye swala la barabara na miradi mingine. Lakini pia tumejitahidi kuongeza vyanzo mbalimbali vya miradi ili viweze kuinua halmashauri yetu. Kwa mfano mradi wa umeme wa Nyalawa, tunamshukuru Mheshimiwa mkurugenzi na wataalamu wake wameweza kutenga bajeti kwa ajili ya huo mradi wa umeme. Ule mradi ukikamilika utakuwa ni chanzo kikubwa sana cha mapato kwa halmashauri yetu. Bajeti hii mimi kwa upande wa kwenye eneo la kata yangu ninaona inakwenda kwa kukomboa wananchi. Nasema inakwenda kwa kukomboa wananchi kwa sababu miradi mingi ya elimu inaenda kufanyika na ujenzi wa shule mpya, mradi wa shilingi milioni 25 nina uhakika kwamba unaenda kutekelezwa, lakini tuna umaliziaji wa mabomba mbalimbali. Halmashauri ya wilaya Mufindi inategemea sana, zaidi ya 80% inategemea mapato yanayotokana na mazao ya misitu. Tunatakiwa tubadilike. Sasa tuanze kuangalia na vyanzo vingine. Mfano, hoja yangu niliyokuwa nimeitoa pale ni kwamba tukisimamia mazao mchanganyiko, umeona pale makungu peke yake ina uwezo wa kupata milioni 38 kwa mwaka.